Swali langu mimi ni natamani kujua kwa utupe tathmini ya fupi kwa msimu uliomalizika kuanzia kwenye michuano ya ndani mpaka michuano ya nje. Sehemu mliofanikiwa, wapi mliweza zaidi, na sehemu ambayo mlikwama kwa maana ya ligi kuu pamoja na michuano ya kimataifa, changamoto zilikuwa ni zipi? Kwanza nishukuru kwa kupata nafasi ya kunialika, na nitumie fursa hii pia kuomba radhi kwa maana kwamba mara kadhaa amenialika, lakini kutokana na shughuli za hapa na pale ndio sikuweza kupata nafasi ya kuja. Na ninawakumbusha tu kwamba Simba Queens ni mabingwa wa ligi ya wanawake ambayo iko officially. Na ni vizuri sana wakati tunazungumza lazima tujue kwamba mjadala wetu unatuongoza kupata nini. Hatuwezi kujadiliana tu. Bali kwamba tujadiliane ili tuweze kupata kitu ambacho tunakikusudia kwa pamoja. Umezungumzia swala la mwenendo wa timu. Tunashukuru kwamba tumefika mwisho wa ligi na mashindano mengine yote katika msimu huu, pamoja na kwa kuchelewa ukilinganisha na baadhi ya maeneo katika ukanda mwingine wa dunia. Lakini kwetu sisi tumeweza kufanikiwa kupata mashindano hayo ambayo tumeweza kufanikiwa kufika mwisho na kuwa sisi ni mabingwa au kuwa sisi ni washindi. Mafanikio siwezi kuyaelezea sana kwa sababu mara nyingi unapima mafanikio kulingana na lile ulilolikusudia. Sisi makusudio yetu ilikuwa ni kushiriki mashindano yote na kufanikiwa kushinda yote. Yale tuliyofanikiwa tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa, na yale ambayo hatukufanikiwa basi tutakuwa tayari kufanya marekebisho ili tuweze kuwa more competitive katika mashindano yanayofuata. Changamoto ni nyingi ambazo zimejitokeza katikati. Changamoto ambazo zimejitokeza zipo ambazo zinatokana na pande nyingine nje ya sisi, na zipo ambazo zilijitokeza zikiwa ndani yetu sisi wenyewe. Na zile ambazo tunaamini zilikuwa ndani yetu tulizifanyia marekebisho, ikiwa ni pamoja na kukubali ku take risk kwenye ile dirisha dogo. Tuliweza ku-offload wachezaji kadhaa, zaidi ya wachezaji 11 ya 12 tuliwa offload, na tukaongeza wachezaji wengine kutoka nje, na tulifanya mabadiliko ya benchi la ufundi mara 2, kwa maana kwamba kocha wa kwanza alivyoondoka tulileta kocha mwingine ambaye naye vile vile tulipobaini mapungufu yaliyojitokeza tulimo-offload, tukaleta kocha mwingine ambaye tulikuja ku-strengthen timu yetu na ikawa more competitive. Kwa hiyo hayo yanaweza kuwa ni ndani, na zaidi ya hapo mmejadili sana. Sitaki kuingia kuwa ni sehemu ya mjadala mliojadili, lakini nafikiri kuna haja ya kufanya mjadala hata ukiwa ni wa kitaifa kuhusiana na haya mambo. Maeneo ambayo tumezungumzia sana kipato, tumezungumzia sana hawa watu labda wanachelewa kulipwa, wanafanya nini. Mimi niseme tu kwamba hizo ni tabia tu za binadamu. Mtu ambaye anaona kwamba hariziki kushiriki kuwa mwamuzi kwa sababu halipwi au anachelewa kulipwa, siache. Hakuna mtu anayefungwa kamba kwenda kuchezesha au fanya nini. Na ukiniambia kwamba mtu anaenda kuchezesha kuwa ni sehemu ya kuingiza kipato, kama iko hivyo basi itakuwa kweli ni tatizo kubwa, kwa sababu wao wanachezesha ikiwa ni sehemu, yani wanachukua kuwa ni sehemu ya mchezo. Sasa ikiwa sehemu ya mchezo maana yake nini? Kwa sababu hata wanaocheza pale wao wachezaji wengine si sehemu ya mchezo, na wanalipwa na wanaishi maisha yao kwa kucheza mpira. Sehemu ya mchezo maana yake. Sasa tukienda katika mijadala ya aina hii, kwangu mimi huwa sioni kuwa inatija sana, kwa sababu subiri nimalize kusema, labda kama unajua nini nataka kusema. Kama unajua nini nataka kusema basi nikupe fursa wewe umalize, alafu mimi nisikilize. Swali linaweza kuja wakati wowote kutokana na maelezo yako. Au unataka kupanga pia na maswali tuulizeje? Hapana.
Basi pokea swali. Swali hilo ulilouliza halina mantiki yoyote. Linayo mantiki. Naweza kusema tu ni kwamba kama mtu hariziki na kile anachokifanya ndio, na akaona kwamba ni lazima apate kitu fulani ili aweze kufanya, kwa nini anarudia kufanya? Aache. Naona mimi mwenyekiti sielewi. Kama wewe ulivyo hapa, kama unakuja Crown asubuhi kuja kutangaza kipindi na unaona kwamba upati nauli, upati njia ya kuja, upati mavazi, upati chakula, kwa nini unakuja? Hiari yako inakueleza kwamba wewe umekubali kuja kushiriki hilo jambo katika mazingira hayo ambayo wewe umekuwa nayo. Lakini wakati tunakubaliana haikuwa hivyo. Sasa mwenyekiti, kwa kauli hiyo ni kama unakubaliana na huu uozo unaoendelea. Makubaliano hayakuwa hivyo. Sikubaliani kabisa. Naam. Sikubaliani kabisa, na ndio maana nasema kwamba kama hawa watu wanasukumwa na mazingira wanayokutana nayo kwenye hiyo kazi na wanaamua kuchukua rushwa ili kufidia mapungufu wanayoyaona wao, hilo ni tatizo. Sasa katika picha ya kawaida kwanza, kama hawapati stahiki zao, kwanza ngoja tuweke sawa sawa. Tusiseme wanachukua rushwa tukakonkludi. Sisi tunadhani kwamba kuna mianya ya rushwa. Kwa sababu wanaweza wakasema tunachukua rushwa, tutakiwa tuthibitishe. Ndio hilo nilikuwa nasema. Mimi nimenukuu kile ambacho ninyi mlikuwa mnakisema kwamba waamuzi labda au wasimamizi wa michezo wanakwenda katika vituo, na wewe umesema ulikuwa kwenye kituo cha basi, kuna mtu akawa anasema hata nauli sijatumiwa, hajapewa. Sasa kwa nini afanye kama anaona kwamba mapenzi? Unarudi pale nilipokuwa nasema mie kwamba sasa anafanya kwa mapenzi, akiamini kwamba atapata stahiki yake, talipwa. Hata nyinyi kwenye vilabu vyenu wachezaji, kitu cha kwanza cha wachezaji wanafanya kwa ajili ya mapenzi, lakini ni kazi. Anaamini kwamba pamoja na mapenzi, lakini bado jamaa hawajapata, watanilipa. Sasa ukipata utamlipa. Huu mjadala hauna taswira. Kwa nini hauna taswira? Kwa sababu hakuna consistency kwenye kitu ambacho nyinyi mnakizungumzia. Kubwa zaidi ninyi wenyewe, tumsikilize kwanza. Tumsikilize maliza. Ninyi wenyewe mmetoa kauli ambazo sasa hivi mnazifuta, lakini pia sio kuzifuta, mnakinzana nazo. Maana yake ni nini? Tulishasema kwamba waamuzi na baadhi ya watu wanaokwenda kusimamia michezo wanachelewa kulipwa malipo yao. Ndio. Na malipo wanayolipwa ni duni. Je, kama mazingira ni hayo, kwa nini wanaenda? Wanaenda kwa ajili ya mapenzi. Sasa lipi ambalo linabeba uzito?